Mpendwa mtazamaji wangu, ninakukaribisha katika sehemu ya pili ya matukio makuu manne. Biblia iliyoota mabawa. Biblia iliyoota mabawa. Kuna matukio makuu manne katika kitabu cha Mwanzo. Na matukio haya yanaonyesha anguko la mwanadamu. Lakini katika matukio haya makuu manne yanaonyesha pia nafasi ya Mungu kuinua jamii ya wanadamu iliyoanguka dhambini. Wanadamu waliumbwa na Mungu katika siku ya 6 ya uumbaji. Na utaratibu wa uumbaji, unaweza kaona Mungu alitenganisha alafu akajaza. Alitenganisha himaya kuu 4. Alafu akajaza himaya kuu 4. Alitenganisha. Siku ya kwanza Mungu aliumba nuru. Akatenganisha nuru na giza. Siku ya pili Mungu aliumba anga. Akatenganisha maji yaliyo juu na maji yaliyo chini. Siku ya tatu alitenganisha bahari na nchi kavu. Alafu akaanzisha uoto wa asili katika mazingira hayo ya maji na uoto wa asili katika nchi kavu. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaona Mungu anaanza kujaza jeshi lake. Kwa mfano, siku ya 4 ni kuenzi kile kilichotendeka siku ya kwanza alipotenganisha nuru na giza. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Kwa siku ya 4 tunaona Mungu anaumba watawala. Anaumba nuru kubwa na nuru ndogo. Asema nuru ndogo itawale usiku na nuru kubwa itawale mchana. Nuru ndogo bila shaka ni mwezi, inayoandamana na watoto wake ambao ni nyota. Lakini nuru kubwa ni jua. Kwa hiyo Mungu akazibarikia kwa sababu aliumba ili zitawale majira na miaka. Majira na miaka. Jua, nyota na mwezi ndio watawala walio tukio lilotokea siku ya kwanza. Lakini watawala wa tukio lilotokea siku ya pili la kutenganisha maji yaliyo chini na yale yaliyo juu, watawala wake, utaona siku ya 5 Mungu aliumba samaki wa baharini na ndege wa angani. Samaki hawa wanaogelea kwenye maji ya bahari, na wale wengine wanaoitwa ndege wenyewe wanaruka kama maji yaliyo juu ambayo ni mawingu. Ndege nao wanaruka angani katika anga za mbingu za mawingu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hao ni watawala. Hao ni watawala wa kwenye maji na hao wanatawala juu kwenye anga. Wanaruka angani. Hao wanaogelea, hao wanapaa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku ile ya 3 alipotenganisha bahari na nchi kavu, akaweka watawala. Watawala tunaona ni wanyama. Siku ya 6 aliumba wanyama. Na ni kweli wanyama wanatawala kwa sababu wanakula ile mimea ambayo iliumbwa siku ya ngapi? Siku ya 3. Kwa hiyo wanyama wanatawala. Lakini Mungu akawekea ngazi za utawala. Kuna wanyama wa kufugwa, alafu kuna wanyama wa mwitu. Tayangia Mwanzo Mungu alitenganisha wanyama hao. Wanyama wanaoambatana na mwanadamu na wanyama wa mwituni. Lakini hatukujua watawala wao. Tunakuja kuelewa baadaye kwamba simba ndiye mfalme wa wanyama wa mwitu na dume la ng'ombe ndiye mtawala wa wanyama wa kufugwa. Lakini mtawala wao hao wote anaitwa Adamu. Ndipo mwanadamu aliumbwa siku ile ya 6 ili awe mtawala. Bwana asifiwe sana. Tena yeye anatawala samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wa nchi kavu. Vyote vilivyo hai, mwanadamu anatawala. Kwa hiyo kuna kutenganishwa mara 3 na kujaza himaya hizo 3. Lakini kuna himaya kuu ya 4 ambayo tunaikuta katika tukio kuu la uumbaji. Hiyo himaya ya 4 inaitwa himaya ya wakati. Mungu alitenganisha siku 6 za kazi, akatenganisha na siku ya 7 ya mapumziko. Na pale tunaona mtawala wa kiroho. Wakati Adamu alikuwa ni mtawala wa kisayansi, Mungu yeye ni mtawala wa kiroho, ni mtawala wa wanadamu, jamii ya wanadamu. Ndipo Mungu akapumzika, na alipopumzika akajitangaza kwamba
yeye ndiye mfalme wa wanadamu. Yeye anatawala wanadamu. Wanadamu anatawala ndege, samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wa nchi kavu. Lakini wanadamu nao kwa makabila yote na kwa mataifa yote yapo chini ya utawala wa Mungu. Kwa hiyo alipotenganisha ile tenganisho la 4 ni kuonyesha utawala wa kiroho juu ya wanadamu wote. Mungu alipopumzika, ina maana anaonyesha kwamba yeye ndiye mfalme wa vyote, mfalme wa viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kinaitwa upper register na lower register. Na hapa tumeona lower register, yani registration ya viumbe vyote. Mwanadamu alipewa kuvitawala. Lakini habari ya mfalme wa mbinguni ndiye Mungu, na anapoanza sema roho wa Mungu alitulia juu ya vilindi vya maji. Lakini baadaye tukio la uumbaji linapokamilika, tunaona sasa Mungu mwenyewe anatulia na pumzika. Na hili fundisho la pumziko lina maana kubwa. Lina maana ya kwamba mwanadamu anamtegemea Mungu kwa 100%. Na ndio maana mwanadamu akapewa uhuru kuendelea kukaa chini ya utawala wa Mungu au ajichagulie mambo yake mwenyewe. Ndio maana Mungu aliweka bendera 2 ambayo ni miti miwili, mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Huu mti wa uzima ukichagua, ina maana unasema nitaendelea kukaa chini ya utawala wa Mungu na ninamtegemea Mungu ili niweze kuishi na kufurahi na kutembea. Lakini ukichagua tunda la ujuzi wa mema na mabaya, unasema sitaki utawala wa Mungu. Na ndio maana sharti lake ni kwamba kwa sababu Mungu ndiye aliyekuumba, kama hauna imani na Mungu, basi unarudi kuwa mavumbi, wewe unakufa. Ndio maana Adamu aliambiwa siku utakapokula hilo tunda utakufa hakika. Ina maana umetangaza kujitoa katika mchakato huu wa Mungu wa uzima. Mungu ndiye asili ya uzima. Mungu ndiye nuru ya uzima. Mungu ndiye chemchemi ya uzima. Pamoja na kwamba tunafurahia maji, lakini Mungu ndiye chemchemi ya uzima. Pamoja na kwamba tunafurahia mwanga wa jua, lakini Mungu ndiye jua la haki. Tunainamia kwake. Watu wapagani walikuwa wanafanya makosa makubwa. Wanaelekea jua na kuliabudu jua. Lakini kumbe kuna jua la rohoni. Huyo ndiye anapaswa viumbe vyote vimuinamie. Yule jua la rohoni ni Mungu mwenyewe. Ndio tunatakiwa tumuinamie, tumwabudu. Ndio maana hata ukiona kafara ya Ibrahimu alipoambiwa atenganishe wanyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo, lakini huwa aliambiwa siwatenganishe. Alafu alingojea jua lilipozama. Hakufanya ibada yote wakati wa jua. Jua lilipozama ndipo akaona jua la rohoni. Akamuona Mungu Baba na mwanae. Lakini Baba alikuwa anaonekana kama tanuru la moto likitembea katikati ya nyama hizo. Alafu wanaofanya agano ni Baba na Mwana. Mwana anaonekana kama mwenge kutembea katikati ya zile nyama. Kwa hiyo tunatakiwa tumwabudu Mungu, yeye ndiye jua la haki. Tumwabudu Mungu, yeye ndiye chemchemi ya uzima. Tumwabudu Mungu, yeye ndiye muumba wa vyote. Kwa hiyo viumbe vyote vinamtukuza Mungu. Kwa sababu gani? Yeye ndiye muumba wetu. Viumbe vyote vya mfalme, njoo tumsifu kwa nyimbo. Haleluya, haleluya. No battery, please charge. Bwana asifiwe sana. Na kukaribisha napohitimisha kipindi hiki kwamba Mungu ndiye muumbaji na anastahili sifa. Anastahili ibada yetu. Anastahili kuheshimiwa. Na hiyo kwaya ya makerubi iliwakilisha ibada ya Mungu iliyofanyika katika hekalu la uumbaji. Viumbe vyote vinapoumbwa vinamtukuza Mungu ambaye ni Mungu. Ya rangi ya kupendeza tumsifu, tumsifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakukaribisha kwa ajili ya kuhitimisha kipindi hiki. Siku hii ya leo nimefundisha habari za tukio kuu la kwanza, tukio la uumbaji. Na tunaona Mungu alivyoumba, alielekeza viumbe vyote viweze kumtazama yeye. Yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye anayetupatia uhai, na yeye ndiye anaendeleza kusapoti uumbaji ambao unaoendelea katikati yetu. Katika kitabu cha Waebrania ndio tunagundua kwamba kumbe fundisho hili la pumziko ni kuhesabiwa haki kwa imani.
ni kwamba kama vile Mungu alivyopumzika baada ya kazi zake zote, mwanadamu naye anatakiwa siku ile ya 7 aje apumzike, kuonyesha kwamba yeye ni tegemezi kwa Mungu, kuonyesha kwamba hata pamoja na kwamba anaenda kulima, anaenda kufanya biashara, anaenda kufanya mambo mengine, lakini kilele ni kuja kupumzika kwa Mungu, ili Mungu amhudumie, ili Mungu ampatie amani, ili Mungu ampatie furaha, ili Mungu ampatie wokovu, kwamba pamoja na kwamba tumeumbwa hatuwezi kujiokoa wenyewe, bado tunamhitaji Mungu. Kwa hiyo janga kuu lililotokea duniani ni mwanadamu kutaka kuishi bila Mungu. Unaweza ukawa unatafuta maisha, unaweza ukawa unaenda kulima, unaweza ukafanya biashara, lakini hiyo biashara sio mwisho. Hiyo biashara ni kama tu unafanya kidogo sana. Bado Mungu ndiye anayefanya moyo wako uende mbio. Bado Mungu ndiye anafanya akili yako itulie, iwe na amani. Tujifunze kwa wale wanyama wadogo wanaoitwa beaver. Hao wanyama kila Sabato wanapumzika, kila Jumamosi. Tena ni Sabato ya Jumamosi, sio ya Jumapili wala sio ya Ijumaa, ni Sabato ya Jumamosi. Beaver wanapumzika. Na kuna nyuki wanafanya kazi, lakini siku ya Sabato wanapumzika. Sisi binadamu ndio tumechanganyikiwa. Tumepewa Sabato. Sabato ilikuwa kwa ajili ya wanadamu. Ndio inaonyesha kwamba ndio Mungu ndiye mfalme, ndiye mtawala wetu. Tupumzike. Bwana akubariki. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa wema wako mkuu, ni kwa kutuumba, na kwamba sisi wenyewe peke yetu hatuwezi lolote. Tunakutegemea. Jidhihirishe kati yetu, jidhihirishe kwa mpendwa mtazamaji, ajue ya kwamba wewe ndiye asili ya uhai na wewe ndiye muendelezaji wa uhai, ili ajifunze kupumzika chini ya ulinzi wako, chini ya mwamvuli wako, chini ya himaya yako. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu Mwokozi. Amina.